haiwezekani unayemfanyia protection ahisi kwamba wewe wamdhulumu, haiwezekani. Na anavyokueleza mpaka wakaenda makotini kutafuta haki zao, bado tu serikali kabaki pale pale. Lazima serikali ije wazi kwa wananchi ni biashara gani ambayo iko pale. Viongozi wa jamii ya Wabajuni Mombasa pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu wamekashifu vikali hatua maafisa wa usalama wanaohudumu katika mpaka wa Lamu kwa madai ya kupuuza amri ya mahakama iliyotaka kuondolewa kwa kafyu katika barabara ya kuelekea Lamu. Viongozi hao wamesema kuwa wakazi wa Lamu wana haki sawa na Wakenya wengine kwa kuwa hulipa ushuru na kuchangia maendeleo ya taifa kama wananchi wengine. Pia wamelalamikia uwepo wa zaidi ya vizuizi 10 vya usalama vilivyowekwa katika barabara za Lamu, wakidai havina msingi na vinaendelea kuathiri maisha na shughuli za kiuchumi za wakazi. Hizi ambazo zimewekwa all the way mpaka Lamu hazipungui 10. Na sisi twasema kuzuia wananchi kupita au kuwanyanyasa kila mara, hii ni kiukwaji wa haki za binadamu. Kwa hivyo hizi roadblock zote ambazo zimewekwa ziondolewe. Sheria inasema unaweka roadblock pale panahitajika. Limetokea jambo, unaweka roadblock, unatoa. Lakini sio roadblocks zinakaa usiku na mchana, na kila basi inasimamishwa mara moja, watoke permanent, wasachiwe mabegi yao, wakenda kilomita 3-4 wafanywe tena na tena na tena. Tunasema hii haiwezekani. Watu wa pwani wanahisi kama they are second citizens, na hilo hatutokubali. We have seen for the past 10 years uchumi wa Lamu ukizorota in the context ya kwamba kumekuwa na issues ambazo zime affect tourism. This curfew has disrupted and weakened local businesses. Tourism sector imeanguka, imefanya paka discourage investors to come to our county to invest. At least we can have a developing county. Kila siku tunalilia we are marginalized, kila siku tunalilia tunataka haki, tunataka ifanywe hivi, lakini tunaona kwamba serikali bado inatukandamiza. Kwani pwani si Kenya? Aidha, wametangaza kuwa Jumapili wataandamana kupitia barabara hiyo ili kujionea iwapo bado watakabiliwa na vizuizi licha ya uamuzi wa mahakama. Wamesema kuwa ifikapo Jumamosi itakuwa mwezi mmoja kamili tangu mahakama itoe amri ya kuondolewa kwa kafyu, lakini bado amri hiyo haijatekelezwa kikamilifu. Curfew is supposed to be a temporary measure. By law inafaa kuwa a temporary measure to address a security issue. Na baada ya ile security issue ikiwa addressed, ile curfew inafaa kuondolewa. Hapaja kuweko na curfew ya miaka 10, which is what the Lamu community has been subjected to. Jumamosi hii itakuwa 1 month since the court order was issued. Sisi tutashikana na viongozi wa Lamu na tutaondoka hapa Mombasa usiku tuelekee Lamu kwa sababu mahakama imesema hakuna curfew. So we will be standing on the right side of justice, and we are saying the government and security agencies must, it is not an option, must obey court orders. Ruto, Murkomen, Kanja, none of them is above the law. Viongozi hao pia wamewataka Wabajuni, wakazi wa Lamu na watetezi wote wa haki za kibinadamu kujitokeza kwa wingi siku hiyo ili kuungana katika juhudi za kutetea haki na uhuru wa wakazi wa Lamu pamoja na kushinikiza utekelezaji wa amri ya mahakama. Kila mara ukizungumza wanakuambia kuna Al-Shabaab Boni Forest. Sasa ikiwa kuna Al-Shabaab Boni Forest, kwa nini hamwingii mkapambana waume kwa waume? Mwaje huko barabarani mwasumbua wananchi? Haiwezekani unayemfanyia protection ahisi kwamba wewe wamdhulumu, haiwezekani. Na anavyokueleza mpaka wakaenda makotini kutafuta haki zao, bado tu serikali kabaki pale pale. Lazima serikali ije wazi kwa wananchi ni biashara gani ambayo iko pale. Kwa hivyo tunataka mahakama kwamba itueleze uamuzi wao ni upi baada ya amri yao kwamba kutotekelezwa. Nashindwa hii serikali ya kihuni, kwa sababu huu ni uhuni wanaofanya. Nikiripotia Swahili Pot FM kutoka kaunti ya Mombasa, eneo bunge la Mvita, langu jina ni Ilham Irei. Kwa hivyo natoa makatao ya siku 7. Siku ya Jumapili, Mungu akujalia hai na uzima, sisi tutakuwa barabarani. Barabara waifungue ama waache kuifungua, watajua sisi ni kina nani. Swahili inatuleta pamoja.
ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.